JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe. Ibana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa JPS TV Online, kwa pamoja tukupashe. Kwenye mic hapa ni Kudra Bedi, kamera nipo na Kevin ukimwita Suboto. Hujakosea, na siku leo kama unavyoona kwenye glass screen zetu hapo tumekuletea Franksio kwenye kuzungumza kwanza 1 2 3 ambapo zinazoendelea hapa kwetu. Na kama tunavyojua muziki wa kibembe bana kwa sasa hivi ama kwa mwezi ama kwa siku hizi hapa ni tuseme kwamba ni kitu cha ajabu kuona kwamba kuna mambo fulani ambapo yameingia kati. Sasa hivi tumekuwa na majonzi makubwa sana katika siku hizi 2 3 hapa. Kwa mara ya kwanza tulipata habari ya Mr. Gavi kutoweka, na ni jambo ambapo lilisikitisha watu wengi, mafanzi wa muziki wa kibembe. Pia bila kusahau kwa muziki wa hapa kwetu Nyarugusu pia tumempoteza ambaye alikuwa ni mwanamuziki wa hapa kwetu Chris, na tukiangalia alikuwa ni mmoja wapo mabesti wakubwa sana na Franksio Maunyama. Walikuwa ni marafiki wa toka nikae. Bana, ambapo utamuona Chris utamuona Franksio, ambapo utamuona Franksio utamuona Chris, na walikutana hata kwenye shida na raha. Tulikuwa tukiwaona pia kwenye magonjwa, tulimuona Franksio alikuwa karibu pamoja na Chris. Lakini bana, Mungu hana mambo, hatuseme kwamba hana baya katika mambo yake ama katika maamuzi yake, ndio kashafanya yake. Chris sasa hivi hapa atupo naye, na kwenye glass screen zetu ama tukaona leo kama GPS tumsogeze Franksio kuzungumza kwanza 1 2 3 alivyoishi na jamaa yake, waliishi vipi, na alivyopata habari ya kifo cha jamaa yake ilikuwa vipi. Ishi na sisi katika siku yetu leo hapo, naendelea kusubscribe, like, comment, tutakometisha zaidi na kuaje kaka. Fresh. Pole sana. Yeshapoa. Sio. Yeah. Kwanza familia inaendeleaje katika siku hizi zetu hapa? Familia iko poa, Mungu mwema, tunamshukuru Mungu, familia iko poa. Sio. Yeah. Bana, unasemaga kwamba rafiki mwema utamuona katika shida na raha, na pia tulikuona katika urafiki wako wewe na Chris, mlikuwa katika shida mlikuwa pamoja, kwenye raha mlikuwa pamoja. Kwanza tuseme pole sana kwa hali ambapo inakukumba mpaka sasa hivi. Shapoa, sema ni hakuna jinsi, maana Mungu ashachukua kilicho chake. Yeye ndo ametupa na ndo amechukua hivyo. Kama magonjwa ulikuwa umeshirikiana naye katika kila kitu ambacho kilikuwa kikimkumba Chris, au sio? Labda pengine kwanza tungetaka kujua kwanza kiundani zaidi, labda pengine mlivyoishi na Chris, kwanza mliishi katika maisha gani licha ya urafiki, tukiachana na urafiki? Chris ni rafiki. Na tuliishi kama mtu na rafiki yake. Nyuma urafiki pia ni kama ni msanii mwenzangu ambaye alikuwa yupo chini ya usimamizi wangu kama hivyo. Kwa nilikuwa napambania mimi. Tuliishi maisha fulani vya furaha, maisha ya kupendana, ya kuaminiana, maisha ya kuwa unavaa usika mwenzako, unavaa shida za mwenzako, ukiwa ni raha mnasaidiana kama hivyo. Moja kati ya maradhi ambapo labda pengine tunaweza kuwa ambapo alikuwa ametangazwa, ambapo tuliona aliongelea kwenye media, ni ile kuingiwa na ganzi katika mwili na kusababisha baadhi ya viungo vya mwili kuganda, kutokufanya kazi, au sio? Labda katika ile hapa labda kunaweza kuwa na sababu moja wapo ambapo ilimpelekea mpaka akakutwa na mauti. Ninachoamini ni hicho, kwa sababu moja kitu ambacho kilimchukua zaidi sana ni hicho, kwa sababu ukiangalia hata hali yake ilivyokuwa ilikuwa hali sio nzuri. Kwa sababu ukiangalia madonda alikuwa anaanza kumtoka, afu mtu atembei zaidi sana, kwanza inapelekea mtu mawazo mengi. Labda akiniona kuna muda akiniona labda anatamani awe kama mimi, labda tunjue watu wote. Kuna ile pengo labda alikuwa anaona mwenzangu yuko hivi. Hiyo ni kitu ambacho kilipelekea kwanza mawazo mpaka yakawa mdhaifu sana. Na nasema tu ilikuwa ni majuzi kati, si ilikuwa ni siku gani, kama Alhamisi kama sijakosea hivi. Nilikuwa na chat naye, naongea naye, tukajuliana hali. Mwisho wa kuonana naye ilikuwa ni Jumamosi wiki tuliyoacha. Ndio mwisho wa kuonana naye. Mimi nilienda dada kwenye harakati zangu, nikamwambia naenda huko. Tuliongea, tulikuwa tunawasiliana kila siku. Akanitumia SMS, mwanangu malaria ananipiga, nisielewi. Malaria eti yeye. Nikachukulia si malaria tu, yatafika na anaondoka. Malaria eti pole sana ndugu yangu, eti shapoa. Okay, na hivyo natumia diet nipo kwenye dozi. Akanisha kulikuwa anaikuwa drip. Akasema poa, magonjwa yatakuacha tu, ipo siku utakuwa mzima. Baada hapo nilikaa kama siku 2 hivi. Nilikuwa nishamaliza harakati zangu za kule, nilipeleka kule. Baada ya siku 2 nikaona mtu anatumia message eti sijui mwanangu vipi. Nikamwambia fresh, iko poa kama utani wetu, tukataniana. Ila fact yake ya mwisho au point ya mwisho ambayo aliongea kwa anahitaji sana tukona. Nilikuwa ni siku ya misao, ilikuwa siku kama Ijumaa hivi kama sijakosea, Ijumaa. Akaniambia najitahidi sana leo tuonane.
leo tuonane eti wewe unajua nilivyo eti yeye supo dai. Sasa nasema mimi nipo mbali mwanangu, pomba yani haiwezekani, labda tufosi kesho, tufosi labda, maana mimi sijui usafiri itakuwaje kuhusu usafiri. Akasema kama ni kesho utakuwa umetisha. Nikasema fresh, mimi nakuja hapo tuonane. Kuna mishe, nikasema wewe njoo tu utafurahi. Nasema ameniandalia surprise gani? Ya nikafika. Yani nilivyo ilikuwa ni usiku ndo alinitumia SMS. Usiku wa mida saa ngapi ilikuwa saa 9 hivi usiku. Sasa nikapiga hesabu nikipitisha hiyo Ijumaa ambao aliniambia nataka tuonane, nikichukua si usafiri wa kesho tena Jumamosi nitafika hapa itakuwa ni Jumapili sasa. Nikaona acha niforce usafiri wa siku hiyo hivyo. Asubuhi alfajiri nikachukua gari pale Mbezi nikakata tiketi. And then nikakuja, nilianza safari kama ilikuwa asubuhi, nifika Tabora usiku saa 7. Usiku saa 7 nikapigiwa simu na kaka yake eti rafiki yako atuponaye tena, akasema ishi. Aponaye kivipi yani eti amekufa ishi. Nishangaa sana pale, nilipata mshtuko mkubwa sana. Nilikuwa na lakini nijikuta tungu zinaniishia, akasema acha tu niende, maana alichonitia sijui alinitia nini, sijui alitaka kuniambia nini, sijui alitaka iweje yani sijui, kifanya acha tu njia panda. Kama hivyo ilivyokuwa, nilifika huko nikakuta mwenzangu, nimekuta mwili ila sijamkuta. Pole sana. Ya shapo. Pole sana kwa habari kwanza ambapo ulipata ya mshtuko. Asante shapo. Lakini nimefuatilia sana kwa gisi ambavyo umeviongea. Kwa maana kwanza tulijua kwamba amepatwa na ganzi ya mwili ilimpelekea mpaka kuparalyze, viungo vya mwili kuparalyze. Lakini kuna namna fulani umeongea kwamba ulivyokuwa Dar es Salaam alikwambia kwamba malaria inamsumbua. Kwa kunaweza kuona hisi kwamba labda pengine ambacho kinaweza kwa kimemchukua kwamba ni malaria, ama tu ilikuwa ni lile shida ambalo ilikuwa ni la kwanza ambalo ilikuwa inamsumbua kipindi chote kile. Mimi nitaweka shida la kwanza kwa sababu ndo lilikuwa ni kubwa zaidi. Afu ilikuwa shampelekea hali mbaya sana. Ya sema vile tu matibabu alipata, tumetibiwa sehemu tofauti sana ambao unakuta tunaenda hapa mafanikio tuyaone, lakini kuna muda alikuwa anaanza kusikia movement ya miguu kabisa inatikisika, maana alikuwa hawezi hata kutikisa miguu, lakini kuna muda miguu kushaanza kutikisika. Ngasema hapa fresh kidogo, ndugu yangu anaelekea kuwa vizuri. Umeona, baada hapo nikashangaa hali sana imezidi kwa inabadilika. Kwa hiyo niseme hiyo ni kitu ambacho kilimchukua. Ya ila sio malaria hapana. Kwa malaria hapana. Swala la madonda ilikuwa inatokana na namna fulani ambapo alikuwa anajikuta labda kikata karibu ya moto na kuwa anajisikia hata moto mguse kwenye mwili hasikii maumivu yoyote. Kuhusu madonda tulitoka hapa siku ile naumwa, yani siku ya kwanza ile kabisa. Ile donda lilikuja tutoka hapa asubuhi tukaenda naye Nyamidaa kutafuta nini matibabu. Sasa tulivyokuwa tunapanda kwenye boda, mguu ulikaa kwenye exhaust kutoka hapa kambini mpaka ni Nyamidaa. Mguu upo kwenye exhaust, alikuwa anaungua. Mwana aliungua, alikuwa hajui kama anaungua mpaka alipofika. Ndio tukasema kumbe ameungua, afa mwenyewe alishangaa eti kumbe nimeungua hapa. Yaani hawazi, unajua ile asikii chochote, si kuanzia hapa vilikuwa kumbe nimeungua eti kidonda. Sasa kile kidonda kiwezi kikapata ushirikiano mzuri wa kujikausha na damu ambayo inatembea huko, lazima damu ingekuepo labda kidogo ikianza pelekea sasa kuozesha ule mguu. Kwa hiyo ile ndio ilileta madhara makubwa pia. Kwa hiyo ipo hiyo. Basi labda pengine labda ungejaribu kutuambia labda kitu ambavyo maana umeshiriki sana katika ile shida hapa. Pengine labda ungejaribu kutuambia labda wanasanaa hapa kwetu tumeona wamejaribu kusupport ile swala kwa hali ipi? Wamesupport kwa ukubwa zaidi ama vipi? Yaani waombe niseme tu asante. Kwa sababu amesupport na ameonyesha upendo mkubwa sana na ushirikiano mkubwa, kwa sababu kwa mchango wao mkubwa ambao waliofanya kununua jeneza ni support kubwa sana na ni mchango mkubwa sana. Pia jeneza ni kitu cha heshima sana, ukija kumwekea ndugu yako halali, yani nyumba yake ya uzima unamnunulia nyumba, inakuwa ni heshima kubwa sana. Niseme tu asante. Pia asante kwa walompambania kipindi bado anaumwa. Kuna walompambania, unakuta mtu amjui mtu lakini anachangiza, achukua hiyo kamtibisha, yani anakuwa na ule moyo anaumia, sema huyu mtu kwa nini asiwe kama mimi, labda angekuwa ni mimi ningekuaje. Unakuta utu sasa unakuwa unamwambia sema chukua hela hiyo hapo, walikuwa wanatuma hela kabisa, watu wanampambania Kristo, unakuta wajuani, sio ndugu, yani mtu ambaye anakusaidia kwenye maisha uweze kumjua. Yani mtu ambaye atakuja kusaidia kwenye maisha unaweza kaishi leo mimi ni Frank sio nikawa navimbia kila mtu, lakini sio maisha. Unajua hataki kusaidia mbele wewe mjui.
ambaye atakuja kusaidia kwenye maisha yako, wewe ukamjua, kwa sababu unaweza ukaishi kukutana na mtu baki tu ambaye haeleweki, unakuta unamdharau swazi yangu, lakini labda wewe ndo atakuja kukusaidia. Kwa hiyo kwenye maisha tusiishi ile maisha ya kujikuta mimi ndo mimi au ya kudharau mtu. Tu na mipaka, sawa, brandi zipo, lakini mtu na mipaka ya kuishi kwenye maisha. Mimi nikiishi maisha yangu, labda najua kesho yangu ipo, na unafikiria kwanza kesho, je, nitakuaje? Kesho nitakuwa nani? Umeona kama hivyo alivyokuwa ndugu yangu, alikuwa na baya na mtu, ndio maana amesaidia. Ya lakini labda ni mtu ambao na vimba sana, labda asingesaidiwa na watu. Ambapo walikuwa wamjui Chris kipindi chake cha uhai. Labda Chris alikuwa ni baba wa watoto wangapi, au alikuwa ana mke ama vipi? Alikuwa na mke na na mtoto mmoja. Sema ni wa kiume, na hivyo sema alikuwa ameshaachana na mke wake, ila alizaa mtoto mmoja. Baada ya upande wa kazi alipokutana na magonjwa, labda pengine mlisitisha kufanya kazi ama vipi? Lazima tusitishe kufanya kazi. Kwa sababu nikafanya na kazi na ndugu yangu eti kisa nani yupo vile nifanye naye kazi, hapana. Sasa mimi kwa upande wangu ndo niliendelea kufanya kazi. Maana mwenyewe mwanangu pambana. Alikuwa ni mtu ambaye ananipa nguvu sana, mwanangu endelea kupambana. Tungetaka kujua labda kipindi cha uhai wake, au sio? Kazi vipi zilikuweje kwa upande wake, aliamua kusitisha ama vipi? Lazima asitishe, sasa kaendelea kufanya kazi na ipo vile, kwa sababu alake mwenyewe aliona hairuhusu kufanya kazi. Sema vile aliniruhusu mimi niendelee kupambana, kwa sababu mtu ambaye alikuwa ananipa nguvu sana kupambana. Yaani mtu ambaye alikuwa ananipambania mimi, kuna muda alikuwa anafusi, kuna kipindi hajaanza kuuma, kuna mazingira alikuwa anatengeneza. Yaani ni mtu ambaye alikuwa ananisupport mimi zaidi sana, kwa sababu nini? Alitaka mimi nifike kwanza afu aje nyuma yangu. Ni mtu ambaye alikuwa anatengeneza mazingira, mimi nikifika sehemu na atafika sehemu. Alikuwa anaamini hicho kitu. Ndio maana alikuwa ni mtu ambaye ananipa nguvu, ananipa kupambana, mwanangu kupambana, endelea kupambana nini. Yaani siwezi nikafanya nyimbo afu nishindwe kumtumia. Kuna nyimbo zangu nyingi ambazo nilikuwa nikirekodi tu nikitoka studio. Mwanangu sikiza, akisema eti mwanangu umezingua sehemu fulani, mimi narudia narekebisha. Anarekebisha, yani yupo chini, lakini namtumia nyimbo zangu, kazi zangu anasikia. Kuna kana ule asema ndugu yangu kumbe hajanitenga, tupo naye mpaka kwenye kazi. Nilikuwa ni hivyo. Kipindi ambapo ulianzisha safari ya kwenda Dar es Salaam, labda pengine ulimwacha alikuwa kidogo na wafadhali ama vipi? Wafadhali ulikuwepo, kama nilivyokuambia, miguu ilikuwa inaanza ku move. Kwa hiyo niseme wafadhali ulikuwepo. Kwenda Dar es Salaam kukijipa moyo kwamba huko mwanetu labda pengine itafika kipindi atakuwa salama. Atakuwa sawa, mimi nilikuwa naamini atakuwa sawa. Atakuwa sawa. Neno moja kwa wale ambapo labda pengine wameonyesha moyo mzuri wa kuchangiza katika ile swala la kwanza kwenye magonjwa mpaka hapa kwenye ambapo tumepatwa na ile swala zima la msiba hapa. Niseme tu asante na shukrani sana, kwa sababu wameonyesha moyo mkubwa sana na ni upendo mkubwa sana kwa baadhi ya watu ambao walichangiza michango yao kwa ajili ya ndugu yangu arudi kwenye hali yake ya kawaida. Niseme tu Mungu amempenda zaidi yetu. Kwa niseme tu asante, sina cha kuwalipa, lakini Mungu awalipe. Mungu atawalipa, na niseme tu maisha mtu ajuaje panapotoka maisha. Ipo siku tutakutana, tutaendelea kusaidiana kama hivyo. Niseme tu asante kwa wasanii, asante pia kwa jamii ambayo ili support hivi. Na pia unaweza kuzungumza neno moja kufuatana na namna fulani ambavyo tunavyoona, maana tuseme kwamba Bembe to the world ni kama kuna pigo fulani ambapo tumepigwa. Mr. Gavin ndio naye katoweka na Chris pia naye katoweka. Labda pengine unaweza kuwa na neno moja la kuongelea hiki kitu hapo. Wasanii tuwe makini sana, mtu apende na wote, tuwe makini sana. Hilo tu nataka tuingie kwa wasanii, tuwe makini sana na mtu apende na wote, kwa sababu ukiangalia janga la sumu, ili tuseme mfano sumu, wasanii wengi tushapigwa sumu mzee. Inakuwa mtu unajiuliza, mtu unanipa sumu ili nikitoweka mimi hapo utafaidika nini? Inakuwa so hivyo. Kwa niseme tu ni pigo ambao tumepigwa, Mr. Gavi huko ametuacha, Chris wao ametuacha. Kwa niseme tu tujichunge sana, tuwe makini sana. Asante sana. Bwana niseme kwamba asante kwa kufuatilia kipindi hiki mwanzo mwisho. Nilikuwa naye Franksio na nasi kwamba utakuwa umenufaika na kidogo ambayo ameongea Franksio. Niseme kwamba hapa ilikuwa ni JPS TV. Nami hapa ni Kudra Behind Camera, nipo na Kevin. Ukimwita Soweto hujakosea. Chao. Kwa habari za uhakika, michezo na burudani, subscribe JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe.